Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua changamoto ya uhaba wa malazi ya wanafunzi katika vyuo vikuu vya umma nchini. Na katika kukabiliana na changamoto hiyo, serikali inaendelea na ujenzi wa mabweni mapya 26 katika kampasi 12 za vyuo vikuu vya umma nchini. Mabweni haya yakikamilika yatakuwa na uwezo wa kuhudumia wanafunzi 5987 kwa wakati mmoja. Ujenzi wa majengo ya mabweni hayo unatarajia kukamilika mwaka 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, aidha serikali inatoa wito kwa sekta binafsi kuwekeza katika ujenzi wa hosteli katika maeneo ya vyuo vikuu ili kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma ya malazi kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kama alivyosema Mheshimiwa Dr. Nahato kwamba naye ni mpiganiaji sana wa maslahi ya vyuo vikuu hapa nchini, kwamba tunahitaji kuwa na uhakika zaidi wa sehemu za kulala. Kwa sasa hivi chuo ambacho tuna uhakika 100% wanafunzi wakienda wanaweza kupata sehemu za kulala ni UDOM, Chuo Kikuu Dodoma. Vyuo vingine ni wastani wa 30% mpaka 50%. Lakini kama nilivyoeleza katika jibu la swali la awali Mheshimiwa Naibu Spika, ni kwamba serikali sasa hivi inawekeza sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuongeza na kupanua wigo wa kampasi za kulala na vile vile kuvutia hata kwenye utaratibu wa PPP sekta binafsi kuja kuwekeza kwa ajili ya kuwa na hosteli za wanafunzi. Kuhusu swali lake la pili la nyongeza, Mheshimiwa Naibu Spika, Mloganzila ni pakubwa, ni kweli, na tayari napo ni sehemu ambapo tunafanya upanuzi kwa ajili ya kuongeza makazi ya wanafunzi. Mheshimiwa Naibu Spika, tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.